Karibu katika Genesis to Revelation episode 7. Leo tunaangalia mojawapo ya hadithi muhimu zaidi katika Agano la Kale, gharika kubwa. Katika Genesis 7 na 8 tunaona hukumu ya Mungu juu ya dhambi, lakini pia huruma yake kwa wale wanaomcha. Tunaona Nuhu, mtu mmoja mwenye haki, akihifadhiwa pamoja na familia yake na wanyamapori wote wa dunia. Hadithi hii ni zaidi ya gharika tu, ni funzo kuhusu uongozi wa Mungu, utaratibu wake na ahadi zake za uokozi. Hebu tuanze kwa kusoma neno la Mungu. Soma pamoja nami Genesis 7:1-5. Na akamwambia Bwana Nuhu, ingia wewe na nyumba yako yote katika safina, kwa maana wewe nimekuona kuwa mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Katika wanyamapori wote wasafi utachukua jozi 7 dume na jike, na katika wanyamapori wasio safi jozi 2 dume na jike. Kwa maana baada ya siku 7 nitanyeshea mvua juu ya nchi siku 40 na usiku 40. Nuhu alifanya yote kama alivyoamriwa na Bwana. Kuna mambo mengi tunayakosa katika hadithi hii. Kwanza, Mungu alimpa Nuhu siku 7 za kusubiri kabla ya mvua kuanza, wakati wa kimya wa mwisho kabla ya hukumu. Pili, mstari wa 16 unasema Bwana akamfungia ndani, Mungu mwenyewe alitia muhuri wa usalama. Hakuna njia nyingine ya kutoka. Na tatu, wanyamapori wasafi walikuwa 7, sio 2. Hii ilikuwa kwa ajili ya dhabihu baadaye, sio kwa ajili ya kuzaana tu. Mambo haya yanaonyesha mipango ya kina ya Mungu. Katika mabadiliko ya kiteolojia, tunaona mzunguko wa hukumu na huruma. Mungu anahukumu dhambi ya ulimwengu, lakini anahifadhi mzao wa haki. Baada ya gharika, Mungu anaweka agano jipya, sio na Nuhu tu, bali na binadamu wote na wanyamapori. Lakini pia kuna badilika mkubwa, sasa wanyamapori watawaogopa binadamu. Utaratibu umerudishwa, lakini umebadilika. Binadamu bado wana jukumu la kutawala, lakini sasa kwa woga badala ya upendo wa kwanza. Wanyamapori walishuhudia gharika hii kwa mshangao na huzuni. Walijua hawakutenda dhambi, lakini walipata madhara ya dhambi za binadamu. Simba, unaona jinsi binadamu walivyopewa baraka kubwa kuliko sisi, lakini wakaasi dhidi ya Muumba wao. Ndiyo, njiwa. Sisi hatukuchagua dhambi, lakini tunapata mateso yake. Lakini ona jinsi Mungu anavyotuhifadhi pamoja na familia ya Nuhu. Nitapaa nje kutafuta nchi kavu. Mungu yupo tayari kuanzisha mwanzo mpya kwa binadamu na wanyamapori wote. Gharika inatuonyesha mambo muhimu. Kwanza, hukumu ya Mungu ni ya kweli na itakuja. Tunahitaji kuwa tayari. Pili, Mungu anawahifadhi wale wanaomsikiliza na kumtii. Nuhu alikuwa mtu wa imani na utii. Tatu, kama Nuhu, tunahitaji kuwa waombaji wa ushirikiano, kuomba kwa ajili ya familia zetu na jamii zetu. Gharika pia ni ishara ya ubatizo, kupita kutoka kifo hadi maisha mapya katika Kristo. Je, umeamua kuishi kama Nuhu, kwa utii na imani? Tuombeni. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa hadithi ya Nuhu inayotuonyesha haki yako na huruma yako. Kama ulivyomhifadhi Nuhu na familia yake, tutuhifadhi pia sisi. Tupe moyo wa utii kama Nuhu. Tufundishe kuomba kwa ajili ya familia zetu na mataifa yetu. Katika siku za hukumu, tukumbuke kuwa wewe ni Mungu wa agano na ahadi. Katika jina la Yesu, amina. Asante kwa kutujiunga katika Genesis to Revelation. Episodi ijayo tutaangalia agano la Mungu na Nuhu na maana yake kwa leo. Jisajili na uguse kengele ili upate episodes mpya. Mungu akubariki.